Hayo yameelezwa na Bi Yongkung Seo, mkurugenzi wa With Institution of Nutrition Improvement kutoka nchini Korea, wakati wa uzinduzi rasmi wa kituo cha Afrika Mashariki cha uboreshaji wa lishe EAIN katika chuo kikuu cha Teku jijini Mbeya. 테쿠는 위드와 미션과 핵심 가치가 기독교 정신에 기반한 매우 중요한 파트너 기관입니다. Teku ni mshirika muhimu sana kwetu kwa sababu tunashirikiana na maadili na maono ya Kikristo. EAI는 앞으로 새로운 학과 개설의 기반을 마련할 것입니다. EAIN itasaidia kuanzisha idara mpya za lishe. 탄자니아를 비롯해서 스왈리어권 12개 국가에 학교 급식 및 영양 관리를 담당할 전문 인력을 양성할 것입니다. Na kufundisha wataalamu katika usimamizi wa chakula na lishe kwa nchi 12 za Afrika Mashariki zinazotumia Kiswahili ikiwemo Tanzania. 여기에 저희 본부는 적극적으로 지원할 것입니다. Makao makuu ya Korea yatatoa msaada mkubwa kwa ajili ya jambo hili. Kwa upande wake, Profesa Helman Mwansoko, makamu mkuu wa chuo cha Teku, amesema ujio wa mradi huo utaleta tija kubwa si tu kwa chuo hicho bali pia kwa taifa zima. Kwamba wenzetu hawa ni wataalamu, wana utaalamu wa siku nyingi katika masuala ya lishe, na wanajua kwamba Tanzania tuna tatizo la lishe. Pamoja na kwamba tuna vyakula vingi vya aina mbalimbali, lakini hatuvitumii kwa namna ambayo vingetupa afya ambayo inahitajika kiulimwengu. Na wana watu wao hapa, haya ni mashirika ambayo ni ya kidini. Kwa hiyo kuna watu wanatoka kwenye mashirika haya ambao wanafanya kazi kwenye mashirika ya dini hapa Mbeya. Na wameona kwa Mbeya, pamoja na kwamba kuna vyakula vingi, ni mmoja wapo ambao na tatizo la udumavu, ambao ni tatizo la kukosa lishe iliyo katika urari unaotakiwa, yani balance. Ndio maana walipendekeza kwamba tuanzishe mradi huu katika mkoa huu, na kwa kuwa katika mkoa huu kuna chuo ambacho ni vile ni cha madhehebu ya kidini, yani Teflokizaji, ndio maana akaona kwamba afadhali kufanya ushirikiano na chuo hiki ili kuendeleza kutatua ile tatizo la ulaji mbaya hapa nchini. Kwa hiyo ushirikiano wetu ni kwamba tuhakikishe tuanzishe masomo au kozi ambazo zinawezesha watu kujua kula chakula kizuri chenye urari ambayo chenye balance nzuri unafanyaje. Hiyo elimu haipo, ndio nataka kuianzisha. Ndio ushirikiano ambao tunafanya nao hawa ndugu. Naye Dr. Maisala Kalume, aliyemwakilisha mganga mkuu wa mkoa wa Mbeya, amesema mradi huo utakuwa kichocheo kikubwa cha maendeleo ya kiafya mkoani hapa, hasa kwa kuzingatia mchango wa tafiti wa mbinu mpya zitakazoletwa na wadau hao wa kimataifa. Japokuwa tuna chakula cha kutosha, lakini bado tuna udumavu na utapiamlo. Kwa hiyo hali sasa hivi sio nzuri na bado tunajitahidi kupambana. Lakini pia si shule zote zinazotoa chakula mashuleni. Kwa hiyo ujio wa wadau wetu hawa kwamba afya za wanambeya zitaboreka, lakini pia uzalishaji wa chakula utakuwa mkubwa na tafiti zitafanyika. Kama tunavyojua hao wenzetu wamekuja katika eneo la chuo kikuu, hapa ni sehemu ambapo watafanya utafiti na tutaweza kujua vikwazo vyote vinavyosababisha tupate lishe duni na udumavu. Kwa sababu tumeona asilimia kubwa mtaani kwetu watu wanaandaa vyakula ili mradi waandae wale bila kujali upotevu wa virutubishi, kwa sababu unapopika chakula kunakuwa na upotevu wa virutubishi, unapika kwa namna gani. Kwa wanatusaidia sana kwa ajili ya demonstration hizi za uandaaji wa vyakula na jinsi ya kupika vyakula. Samuel Mpogole,